Karibuni sana viongozi. Kwa kifupi ni kwamba hawa ni wapinzani wa Mheshimiwa Rais katika wapinzani wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Watatuambia wamejipanga vipi kuhakikisha kwamba basi wanakamata nafasi ya kuwa rais. Yes, kwa kwanza na Ali Makame, then tutakwenda kwa Romanus. Karibu. Asante sana. Kwanza namshukuru Mungu kwamba chama changu cha ADA TADEA kimenichagua kuwa mgombea mwenza kwa ajili ya kukabili uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao kwa tunategemea utafanyika Oktoba. Hatujui kama itakuwa 25 au vipi, lakini mara nyingi inakuwa 25. Ndio. Kwa hiyo hilo kwanza nashukuru sana kwa kuniamini na mimi nitajiaminisha. Na tutaingia katika uchaguzi pamoja na yote. Kitu cha kwanza tutakachokitafuta ni kulinda ile amani tulionayo, kwa sababu uchaguzi kwetu sisi sio sababu ya kuvurugika kwa amani tulionayo, kwa sababu kuna mambo ambayo kuwa viongozi wetu wamefanya jitihada kubwa waliotangulia, Mwalimu Nyerere na wengine, kutuweka katika umoja lakini katika hali ya amani. Na hata nembo yetu imeandikwa uhuru na umoja. Kwa hivyo uhuru wetu hautokuwa na maana kama hatutokuwa na pamoja, lakini kama hatutokuwa tunalinda amani. Kwa hivyo kukabili uchaguzi katika huu mfumo wa vyama vingi haina maana kwamba ni kwenda kusababisha vurugu. Lakini Tanzania ilipofika wakati wakaona sasa kuna haja ya kurudi katika mfumo wa vyama vingi, kwa sababu demokrasi inaanza kutamala katika nchi yetu. Kwa hivyo tumeona kuanzia mwaka 95 mpaka leo kunakuwa na mabadiliko makubwa tu katika uongozi, katika serikali, katika mambo ya maendeleo. Kwa hivyo pamoja na kwamba tunaingia katika uchaguzi, lakini lengo letu ni kuhakikisha hatua hii ya maendeleo ambayo kwa tumepiga inasonga mbele zaidi. Hatua hii ya amani ambayo kwa tuko nayo inazidi kuimarika zaidi. Msimamo wetu juu ya muungano unaimarika zaidi. Na kwa bahati chama changu ADA TADEA kauli mbiu yake ni usawa kwa jamii. Usawa wa jamii. Mheshimiwa Ali Makame hapo nikiona katika koti lako pale kuna picha ambayo na nembo kidogo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa wanakufahamu wengi, ADA TADEA ni opposition pia. Chama ambacho sio CCM. Ndio. Hii tafsiri mpinzani, kisiasa ni mpinzani wako. Kisiasa ni mpinzani. Hii tafsiri yake ni nini? Kwa maana hiyo kwamba of course amkubaliani baadhi ya mambo, lakini unafurahishwa na yale yanayotendeka ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nini tafsiri hiyo kumvaa mama pale? Unajua na hasa nyakati hizi kwa Mtanzania yote ambaye kwa anajua kusoma nyakati hawezi akakataa maendeleo yaliyopo yanayofanywa na Mama Samia. Kwa hivyo hata ingekuwa anayeongoza ni Chadema, lakini mwongozo ambao kwa tunaupenda maendeleo hapo, basi ungeiona hapa vile vile picha ya Chadema au kiongozi ambaye kwa yupo. Lakini nataka watu wafahamu, kwa sababu kumejengeka tabia kwamba ili uonekane wewe ni chama cha siasa cha upinzani, uchukiane na kila kilichoko cha CCM ambao kwa chama tawala, ambao kwa ni kosa kubwa sana. Na sisi ADA TADEA tunataka tubadilishe muundo wa upinzani, kwa sababu mama alizungumza, haoni kama Watanzania kuna upinzani. Kuna watu tu wa kunikosoa kwenye changamoto ili tuweze kwenda vizuri kwa ile ambaye yuko madarakani. Kwa sababu mpinzani, mfano tu labda nikwambie, kama Simba na Yanga unaweza kusema ni wapinzani, mnifahamu licha ya kwamba ni mpira, kwa sababu wako Yanga hawakufurahia, walifurahia Simba kukosa kombe. Mnifahamu, ni upinzani wa mpira ule. Lakini sisi hatuwezi kufurahia kuona kwamba nchi yetu inaingia katika vurugu. Mnifahamu, au nchi yetu inakosa amani, au nchi yetu ile misingi ya maendeleo inapotea. Kwa hivyo ni chama ambacho kuwa cha kutoa changamoto kwamba mama au chama chochote ambacho kwa kamata serikali ikiwa kitaenda kinyume na yale malengo ya uhuru. Kwa sababu malengo ya uhuru vipi? Kuhusu masuala ya elimu, kuhusu masuala ya afya, kuhusu huduma za kijamii, kuhusu masuala ya mambo ya msingi ya wananchi. Kwa hivyo ikiwa yanafanywa tutakosoa, na sisi tutajitahidi siku moja tuweze kukamata serikali. Lakini
Tena nampenda sana kwa sababu aliyekuwa hampendi mama ni mtu ambaye kuwa ni hatari sana. Mama hata kama ni wa rafiki yako basi lazima umthamini. Kwa hivyo na sisi tunamthamini mama kwa sababu kuna huruma maalumu zinazotoka kwa mama. Kwa hivyo ni wajibu wetu. Unamthamini kama mama au na kumpenda kwa sababu ya jenda yake? Kwanza au unampenda na kumthamini kwa sababu ni rais wa Jamhuri ya Muungano? Unajua yoyote anayefanya vizuri katika ulimwengu huu lazima umthamini. Hata iwe humuoni. Na anayefanya vibaya hata kama unamuona basi huwezi kumthamini. Na siku zote wewe unatakiwa ukiwa kiongozi utumie uwezo wako ili ulete furaha kwa watu. Sio utumie ulimi wako au madaraka yako kuleta hasara, yani majonzi kwa watu. Lakini kila ambacho kwa unaweza kukifanya watu wakafurahi kwa mujibu wa sheria kifanye. Nenda ukashtukia Tanzania katika mambo ambayo kuwa tunashukuru Mwenyezi Mungu. Zamani kwenye mambo ya michezo ilikuwa ni kichwa cha mwenda azimu. Tulikuwa Tanzania kwamba kila mtu anayetaka kujifundisha kunyoa, lakini leo tunashukuru Tanzania tumefikia hatua nzuri. Lakini Tanzania haijawahi kuwa kichwa cha mwenda azimu katika siasa za Afrika au za dunia. Kwa hivyo lazima hili jambo tunatakiwa tuliheshimu sana. Naona nani ambao kwa wameweza kusimamia hilo? Tutakubaliana, wala sio siri, ni uongozi uliopo na chama kilichopo, kwa sababu unajua kuweza kutuliza hali ya nchi ikawa inaendelea na amani, inaendelea na umoja, inaendelea na maelewano, sio kazi ndogo. Angalia toka tuingie katika mfumo wa vyama vingi mwaka 92 mpaka leo vyama vyote vimekuwa na migogoro. Sasa ni kwamba Mwenyezi Mungu anatuonyesha kwamba mimi nawapenda waja wangu, na ninapowapa jambo huwa ndilo lenye faida kwa wakati huo. Lenye faida kwa wakati huo. Bwana Makame, umezungumzia swala la amani kuendelea kuidumisha ambayo ipo endelee kudumu. Kuna agenda sasa hivi ipo tunaona inatembea kuhusiana na masuala ya utekaji, na watu wakitafsiri kwamba hiyo inaweza kutafsiri kwamba Tanzania hamuna amani ya kutosha ama hakuna amani. Tuliona hata masuala haya juzi aliweza kumibua mbunge wa jimbo la hapa kwetu Kawe, Dr. Gwajima aliweza kuzungumza, lakini tumeona imekuwa ni agenda ambayo inazungumzwa na makundi mbalimbali ya watu haki za binadamu, lakini hata na vyama siasa pinzani. Agenda hiyo ya utekaji imekuwa ni agenda ambayo wanaizungumza. Natamani kujua kwanza kwa upande wako unazungumziaje swala hilo? Mimi nataka wewe unaitafsiri katika namna ipi na unaitenganisha vipi na haya matukio ambayo yanazungumza ya utekaji? Unajua hapa kuna mambo mawili. Kuna swala la amani na swala la utekaji. Unifahamu? Kwa sababu mfano tunaweza kusema ili tuwe na amani, mfano tunakupa kundi hili ambalo kwa linakuja kutaka kuivamia Tanzania iondokane na amani, ikiwa tutaweza kulizuia aidha kwa kuliteka au kufanya nini, itakuwa tunaimarisha nini? Amani. Hilo ni moja. Lakini unapozungumza utekaji, nini maana ya utekaji? Naona utekaji kwa sababu tunaona kwamba kwenye michezo ya sinema na nini kwamba watu wanaenda kuteka sehemu na nini, namna gani inavyokuwa. Lakini mtu anapotea tu humjui alivyo, alafu nasema kwamba ametekwa. Nataka nikwambie, nikupe mfano. Twende na uwazi wa jua swala hili kwamba chanzo cha Gwajima kuzungumza aliyazungumza ni kutokana na wanaharakati kutoka Kenya kuja wakazuiwa hapa, na katoa mfano mkubwa juu ya swala hilo. Mnifahamu kwamba wale wamekuja kwa ajili ya kuhudhuria kesi ya Tundu Lissu, kuja kumsaidia Tundu Lissu. Sasa cha kujiuliza, huyu Tundu Lissu ndio mwanzo amemuona sasa hivi au wanaharakati wa umma wamemzaliwa juzi tu? Kwa sababu Tundu Lissu huyu alipigwa risasi na akawekwa Nairobi kule, zaidi ya miezi mingapi anatibiwa. Hatukusikia hamasa za wanaharakati juu ya nani? Tundu Lissu. Lakini jambo la kuangalia nikitafsiri, mfano tukitafsiri hatua ya kwanza, watu wa Kenya, kama tunakumbuka, watu walikuwa wanapotea tu, hawajulikani wanapotea vipi. Lakini mwisho wa siku kuna Pascal Mackenzie yule katika misitu ya Shakahola alikuwa anawachukua Wakristo wale, anawaambia wafunge mpaka wafe,
wataonana, watamuona Yesu. Mpaka serikali imekuja kushtukia zaidi ya watu 100 nao wameshafariki. Mnifahamu? Wanaharakati wapo, hatukusikia lolote lile kuhusu wanaharakati ambao kwa Martha Karua na wenzake, ambao kwa ni kitu kimoja kibaya sana, kwamba yule kwa sababu ni mchungaji anasikilizwa, matokeo yake akaweza kuwashawishi watu wake katika jambo ovu. Naona hatukusikia wanaharakati wakizungumza hivyo. Lakini Uganda, Kibwetere yule aliwakusanya na wakatia kwenye godown, sio kwenye nani, piga kibiriti akaua watu wengi tu. Hatukusikia wanaharakati hiyo. Tunashukuru Tanzania haijafikia hiyo. Lakini kwa wachungaji kama hawa nani Gwajima wanaweza wakafikisha watu katika mazingira hayo, kwa sababu kuna wengine wanapoaminishwa na wachungaji au mashehe, naweza kusema hivyo, wanaweza kufanya mambo kinyume na inavyotakiwa. Kwa hivyo nimemsikia nani huyo Mamposa wakati anazungumza baadhi ya watu walio kwenye makanisa kwamba wanawanyang'anya watu. Mtu anakwenda, mchungaji anatengeneza kanisa lake, anajua kwamba hili la kanisa la kwangu, nikija nikiwaambia changia kitu fulani, watu watakuwa wanachangia, unawanyang'anya. Kwa hiyo mambo kama haya leo anapojitokeza Gwajima akazungumzia kwamba kuna watu zaidi ya 80 ambao kwa wanajua wametekwa zaidi ya miaka mingapi. Naweza nikasema Gwajima ni mwana CCM. Gwajima ni mbunge. Anazo sehemu za kwenda kusemea. Lakini unapotoka unaenda kuitisha mkutano na waandishi wa habari, mtu kama wewe, kwa mwivuli upi? Ubaya wake ni upi kuzungumzia hali katika kwa sababu yeye kama mwana CCM wana miko yao. Mnifahamu? Lakini unapoanza kukiuka miko ya uongozi, miko ya ubunge, miko ya nani, ni kosa. Hata kama unaenda kuzungumza zuri, unaenda kuzungumza baya, kuna utaratibu wake. Kama mchungaji pia kuna utaratibu wake wa kuzungumza kwenye kanisa lake. Sasa wakati mwingine unaona madaraka yako, unaweza ukasema lolote ambalo kuwa linaweza likahatarisha taifa, ukaona ulitumie, watu watakuwa na tafsiri. Ndio, Mheshimiwa Makame, hapo nitakwenda kwa swali la mwisho, then tutakwenda moja kwa moja kwa ndugu yangu Romanus Mapunda. Mheshimiwa Gwajima katoka kazungumza na waandishi wa habari, kazungumza aliyosemwa, lakini kumetokea mijadala mingine mipya baada ya kuongea yeye na wanahabari. Kwa hichi kinachoendelea, wabunge wenzake kutoka chama ambacho yeye anakitumikia kuonyesha kutokufurahishwa na kila alichokifanya, tafsiri hii inatupa ujumbe gani kwa CCM sasa hivi, mwelekeo wake? Kwanza sio kwa CCM na siasa na utawala. Kwanza twende kwa tafsiri ya Gwajima. Umenifahamu? Gwajima ameenda na amekiuka miko ya uongozi kwa mujibu wa CCM walivyo. Ni kosa na anahitaji kuitwa katika kamati ya maadili. Hilo ni moja la kwanza. Lakini ukizungumza CCM wana ustaarabu wao. Umenifahamu? Kwamba ikiwa kuna kitu chochote, aidha wewe ni mbunge au unakwenda katika kamati zao, unazungumza. Umenifahamu? Lakini unapoanza kukiuka maadili, kukiuka utaratibu, ni kujidhihirisha kwamba mimi sio CCM. Na kwa bahati Gwajima, mara moja kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anataka kuanzisha chama cha siasa, mimi na yeye. Na akaniambia tuanzishe, na tukipata usajili Gwajima anaingia kwenye chama chetu. Na nazungumza wazi kabisa. Kwa hivyo kwa haya ambayo kwa anafanya Gwajima, inaelekea tayari kuna chochoro anataka kupita kutoka CCM ende kwingine. Kwa sababu kama kweli ni CCM waadilifu, kama ulivyomsikia John Muro zamani alivyokuwa kimnadi vizuri Mama Samia na utendaji wake kazi. Sasa leo unapozungumza kwamba watu wametekwa, sasa wewe sisi tuangalie, hebu angalieni. Kuna mauaji ndani matukio yaliyotokea Pemba. Watu walikuwa andamana. Gwajima alikuwa hajazaliwa. Unanifahamu? Kuna mashehe wale walikuwa ndani. Gwajima alikuwa hajazaliwa. Unanifahamu vizuri? Alikuwa yupo. Lakini unapoonyesha kwamba labda kwa sababu kuna mengine mpaka kazungumzia mambo ya bandari, mambo mengi tu, kwamba manake akagusia kwamba watalii hawatokuja, watu wawekezaji wataondoka. Kwa hivyo ni lugha ambayo kuwa watu wanaweza kaichukulia kirahisi, lakini vitu alivyovizungumza ni kama anaishonganisha Tanzania
na wawekezaji, anayochungulisha Tanzania na utalii. Na kwani inafanya hivyo? Tanzania sasa inafanya vizuri kwenye uwekezaji, inafanya vizuri kwenye utalii. Kwa hivyo tutavunjaje? Na kama umefahamu kwamba sasa hivi kuna baadhi ya mataifa hawaridhiki kuona Tanzania ni nchi peke yake sasa hivi kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambao kwa ina amani. Tutaiondoshaje amani? Tuanze kuwachochea wenyewe, kwa sababu siku zote unaambiwa shoka haiwezi kakata mti kama mpini hauko ndani. Sasa yeye Gwajima anatumia mamlaka yake aliyonayo ya kiuchungaji, sio ya CCM, ni ya kiuchungaji, ili kutaka kuhatarisha amani tulionayo. Kwa sababu unaweza ukazungumza, watu wakakuona unazungumza kitu safi, lakini angalia vile vitu vidogo vidogo ambavyo kwa anachomekea. Hiyo ndio swala la msingi, kwa sababu siku zote kitu kidogo ndio chenye athari. Siku zote chumvi ni kidogo sana, lakini chakula kama hakina chumvi hakiwezi, lakini chumvi ikiwa nyingi chakula chote kinaharibika. Kwa hivyo haya anayofanya Gwajima, wewe unaweza kuona watu wakaona kwamba anaipenda nchi, sijui sasa hivi najitoa na nini. Achukue takwimu ya nchi za Ulaya, Marekani, kwa siku wanakufa watu wangapi? Sasa Mheshimiwa Ali Makame, tutarudi kwako. Twende kwa Mheshimiwa Romanus Mapunda. Mr. Romanus. CUF wakati fulani ilikuwa na ushindani mkubwa sana, ikifanya vizuri sana, mbali na huku visiwani Zanzibar ilikuwa ikiwa na joto kubwa sana kule. Awamu hii sasa tuna vyama vingine pia hapa katikati. Chadema ndio hao ambao bado hawapo katika umoja huu wa kuwania hicho kiti cha ama kuingia katika uchaguzi. Lakini unajipimaje na CUF ya awamu hii? Je, mnaweza mkaja na ushindani ama upinzani kama ambavyo CUF imekuwa kizoeleka? Upinzani au ushindani utakuwepo, lakini ipo zana kidogo ya tofauti, kama ulivyoweza kuzungumza kwamba watu wengi wanafikiri kwamba CUF imepoteza nguvu, imepoteza mwelekeo, na hasa baada ya kutokea ule mgogoro kati ya Maalim Seif na Profesa Ibrahim Lipumba ambaye ni mwenyekiti wa chama kwa sasa. Lakini ukweli ni kwamba CUF iko very strong vile vile, na kuonyesha CUF iko vizuri. Sasa hivi tupo kwenye program ya kuhakikisha tunaendesha programu ya kusimamisha wagombea niseme kata zote nchi nzima, majimbo yote nchi nzima, pamoja na nafasi ya urais, na karibia kila kata upande wa Tanzania bara na kila majimbo tayari kuna watiania zaidi ya mmoja. Na kwenye upande wa urais halikadhalika mimi nipo. Nafikiri watu wote au Tanzania wote wanafahamu kwamba mimi toka mwaka jana nikiwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwamba nilitangaza nia ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kabla sijaondoka kule. Lakini ilipotokea tafrani za hapa na pale, kwa hiyo nikahama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na nikahamia Chama cha Wananchi CUF, na siku napokelewa pale makao makuu Buguruni ya Chama cha Wananchi CUF, niliendelea kutangaza nia yangu kwamba nitachukua fomu, nitagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Wananchi CUF. Kwa hiyo Chama cha Wananchi CUF kiko vizuri, kimejiimarisha vizuri, na sio kitakuwa kama kipindi kile, kitakuwa zaidi ya kipindi kile namna ilivyokuwa. Kwa hiyo mtakuja kuona tutakapoanza rasmi harakati zetu tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu. Kwa hiyo nafikiri Watanzania wataweza kuona hiyo. Hilo la kwanza. La pili, nilikuwa naomba nijazie kidogo maneno aliyozungumza makamu mwenyekiti wa TADEA, na ni mgombea sasa nimuite wa makamu wa rais, maana tayari amepitishwa kwa michakato ya chama chao. Yes. Zangu masuala hayo ya utekaji pamoja na mbunge wetu wa jimbo la Kawe. Ndugu zangu, sisi ni wapinzani, lakini mara nyingi tunapokaa kwenye vyombo vya habari huwa tunapenda kusema kwamba ukiwa mpinzani utakiwe kupinga
kila kitu ambacho kinafanyika ndani ya serikali nyinyi kazi yenu ni kupinga tu. No, tutakuwa hatulisaidii taifa na tutakuwa hatuwezi kujenga nchi yetu vizuri. Mimi nimemsikiliza vizuri sana mchungaji Gwajima. Askofu. Huwa vinanichanganya kati ya askofu na mchungaji, lakini sawa, askofu ni hawa. Nimemsikiliza vizuri. Kama alivyozungumza ndugu yangu hapa, yeye amezungumzia kwamba ameruka au amekiuka miiko ya chama. Mimi sitaki kubezi sana kwenye miiko ya chama, ila niseme kwamba amekiuka hata taratibu na kanuni za kibunge. Kwa bahati nzuri mimi ni msomi mzuri ambaye naelewa kanuni za kibunge zinasemaje, na yeye, mimi niko jimbo la Kawe, naishi kata Kunduchi, jimbo la Kawe, jimbo ambalo naongoza Gwajima, mimi ndio jimboni kwangu. Na nilikuwa natamani kujua wewe kama mwananchi wa jimbo la Kawe, wala endapo akarudi kugombea tena, utampatia nafasi ama una yapi ya kumhoji kama mwananchi wa? Ukimaliza hoja yako utajazia hiyo. Sawa. Kwa hiyo Gwajima namfahamu vizuri kwa sababu yuko jimboni kwetu na ni kiongozi ndani ya jimbo letu la Kawe. Kwa hiyo ile hoja nimeisikiliza vizuri, na ukifuatilia kwenye comment kwenye social media, baada ya ile kuzungumza na waandishi wa habari, ameshambuliwa na watu wengi sana, na wengi waliomshambulia sio watu wa chama chake tu, hata watu wa opposition na watu wengine ambao hawapo kwenye chama wamemshambulia. Kwa nini? La kwanza nalotaka kusema, Gwajima kama mbunge, na kanuni za kibunge ndivyo zinavyoeleza, kama ana jambo lolote kuhusu taifa, ana mahali pa kuzungumzia ambapo ni bungeni. Na kwa bahati nzuri zaidi, sheria yetu na kanuni za kibunge zinamprotect, yani zinamlinda mbunge. Akizungumza kitu chochote kinampa kinga ya kuto kuhojiwa au kushtakiwa sehemu yoyote. Awe na ushahidi tu. Awe na ushahidi tu. Tumeelewana vizuri ambayo yeye typical alikuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuzungumza bungeni. Sasa tuna vitu vingi vya kujiuliza. Kwa nini hakwenda kuzungumza bungeni? The Bantu.